Ndugu zangu wapendwa, katika mfululizo wa vipindi vyetu vilivyopita nimewahi kueleza ushauri uliotolewa na Shirika la Afya Duniani WHO katika kumfanya mtu aweze kuijenga afya yake vyema. Na leo nitawakumbusha miongoni mwa miongozo iliyotolewa na Shirika la Afya Duniani ili mtu awe na afya njema. Kwanza apate lishe bora, lakini pia apate muda wa kufanya mazoezi, afanye mazoezi, lakini pia apate muda wa kutosha wa kupumzika kuanzia masaa 6 hadi masaa 8. Na leo nitawaeleza baadhi ya faida na hasara za kulala masaa 6 hadi 8 na hasara ambayo anaipata mtu ambaye analala chini ya masaa 6. Katika faida, kwanza ni kuimarisha akili na kumbukumbu. Faida ya pili, kuongeza nguvu na ufanisi wa mwili. Faida ya tatu ni kulinda afya ya moyo. Faida ya 4 ni kuimarisha kinga ya mwili. Faida ya 5 ni kudhibiti uzito wa mwili. Faida ya 6 ni kuboresha afya ya akili. Faida ya 7 ni kusaidia homoni kufanya kazi vizuri. Je, kuna hasara gani iwapo mtu atalala chini ya masaa 6? Miongoni mwa hasara ni kupungua kwa uwezo wa akili. Hasara nyingine ni uchovu sugu na kukosa nguvu. Hasara ya 3 ni kushuka kwa kinga ya mwili. Hasara ya 4 ni kuongeza hatari ya magonjwa. Hasara ya 5 ni kuongezeka kwa uzito. Hasara ya 6 ni msongo wa mawazo. Hasara kubwa zaidi na ambayo inawaathiri watu wengi bila kujua ni kushuka kwa hamu ya tendo la ndoa. Sikiliza hapa. Produce nguvu za kiume inazeeka miaka 48, testosterone inakuwa na miaka 58. Kama una miaka 40, testosterone inakuwa na miaka 50. Kama una miaka hours kushuka chini. Tafiti zinaonyesha testosterone, homoni yao inayoproduce nguvu za kiume, inazeeka miaka 10 kuliko umri wao wa kawaida. Kwa kama una miaka 40, cha ajabu na kibaya ni kwamba wanaume wanaolala 6 hours kushuka chini, tafiti zinaonyesha testosterone, homoni yao inayoproduce nguvu za kiume, inazeeka miaka 10 kuliko umri wao wa kawaida. Kwa kama una miaka 48, testosterone inakuwa na miaka 58. Kama una miaka 40, testosterone inakuwa na miaka 50. Kama una miaka 60, testosterone inakuwa na miaka 70. Na hiyo inatupa jamii yenye watu ambao ukiwaona namna hiyo imekaa kwenye kikao hivi hichi cha TFC hivi kikao, ukimwona hivi ni 4 wheel drive 4x4 Land Cruiser, ukimwona hivi. Ila ukienda kuongea na wife anakuambia gari ya mkaa. Site 222 garage 888. Unaona? Changamoto ni nyingi sana, nyingi sana. Na bahati mbaya sasa usingizi umeingilia mpaka master bedroom. Kwa hiyo nikipita Sinza kule mara nyingine nimetoka safari usiku, unaona vijana wamekaa kule kijiweni wanakula nini zile pweza na vile toothpick. Unaambia jamaa wangejua hiyo pweza haina nguvu kama usingizi ambao wanaokosa hapa. Wangeenda kupumzika, wangeenda kulala. Wanawake wao hawana testosterone. Wanawake wao wanapata ugonjwa unaitwa HSDD, nitakuonyesha baadaye, hyperactive sexual desire disorder. Wanawake wao kwa kutokulala vya kutosha wanapoteza hamu. Sisi ni nguvu, kwa sababu unafahamu mwanaume ni nguvu kwa sababu ana erect. Mwanamke ha erect chochote, yeye ni hamu. Kwa wanawake wanapoteza nini? Hamu. Kwa unakutana na mama yuko mbele mzuri kabisa, unamwangalia shemeji yetu anafaidi, kumbe mwaka hamna kitu, miezi 9 bila hamna kitu, good for nothing. Tunasema haifai kwa matumizi ya binadamu. Yaani yupo tu pale. Kinyago cha mpapule yuko tu. Yaani yuko tu.
yuko hakuna kitu. Na ndio marriages nyingi sasa hivi ukiwaona unaona kabisa they are good, wako kwenye gari yao nzuri kabisa, you wish wow they are wonderful, wow nice couple. Hakuna kitu. Huyu ana testosterone problem, huyu ana HSDD. Wakikutana nyumbani hamna cha kuongea kuhusu wao, wanaongea tu wapangaji, friji inavuja, mabati, ada za watoto, padiemu nini hivyo, mbegu, kazi. Hakuna kitu wanaongea kuhusu wao wenyewe. Ujue kuna changamoto. Basi maamuzi unayo mwenyewe, na kwa elimu zaidi endelea kunifuatilia kwa kunipigia simu 0624 827926 na WhatsApp 0787 847926 na Facebook Afya Yako Mtaji Wako. YouTube akaunti yangu ni Mtungwe Afya. Subscribe, follow, share na comment ili uniwezeshe kutengeneza video nyingi zaidi na elimu hii iweze kuwafikia watu wengi. Asanteni sana.